Waefeso 2 tunasoma kuanzia mstari wa kwanza tukiendelea. 2 tuanzie penyewe. Ninyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa ya dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifua kawaida ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema kama wewe ni Mkristo umeokoka, tayari umeshakombolewa, umetolewa katika hali ambayo ulikuwa. Tulikuwa wafu wakati tulikuwa tujaita jina la Yesu, tujaokoka, tujabatizwa. Lakini tulipokiri ya kwamba tunaokoka, tukabatizwa, sasa sisi si wafu tena, sisi tuko hai. Na watu ambao wako hai wanafanya mambo ya uhai, hawafanyi mambo ya kukufa. Kwa hivyo mambo machafu, mambo ambayo ifai ya watu ambao bado hawajaokoka, maana wamekufa kiroho. Endelea. Na kwa kufuata ufalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Si vizuri kufuata mambo ya ulimwengu huu. Vile inaenda na sisi tunaenda. Kwa mfano, vile tulikuwa hapa na sherehe. Hiyo sherehe ilikuwa imeleta watu tofauti, makanisa tofauti kutoka sehemu tofauti. Wanatuangalia kuona hii kanisa. Unajua hiyo siku ndio wanakuwa wamepata nafasi. Hao watu wameokoka ama hawajaokoka. Kule nje penye unatembea, penye unafanya kazi kwa ofisi ama popote, watu wanakuangalia kuona umeokoka ama hujaokoka. Sasa kama ulikombolewa na ukabatizwa, sasa wewe umetoka kwa mambo ya watu wenye wamekufa, yani watu wenye hawana utu, watu wenye hawajielewi. Kuna mambo ambayo inafanyika kwa boma za watu kanisani, mambo ya kushangaza. Bwana asifiwe. Na wakati wangu hapa kanisani, nataka nikwambie hii kanisa ni kama bahari. Hii kanisa ni kama msituni. Ukiona kule Malaba kwa msituni, vitu zimekaa hapo, vitu tofauti. Kuna wanyama wa kila aina pale, na wote wamekaa hapo. Lakini kila mnyama ana hali yake na tabia yake. Kanisa la Mungu watu wanakuja tofauti, tabia tofauti, mawazo tofauti, kila mtu na mambo yake. Sasa ukitaka kufaulu wokovu, wewe unajua kile kilikuleta na unashika hiyo na unaendelea. Lakini ukiangalia watu utajikuta umepotoka, utajikuta hata umefanya hili ya ajabu, kwa sababu imebeba kila aina ya watu mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Wewe usishangae kwamba kuna mtu hapa anajiita Mkristo ni mchawi na akapa. Usishangae kuna mtu mjokezi wa kujokea hii kanisa na tena anajiita ni mshiriki wa hapa. Wakati unamwona kijokea usishangae. Hii ni msituni. Bwana asifiwe sana. Na imebeba tabia ya kila aina. Na kila mtu anajitokeza na mambo yake. Sasa wewe ni kuangalia utapata mambo gani. Ukikaa katika hii msituni, unafikiria utakaa naye. Utakaa kama simba, utakaa kama nyani. Nyani kazi yake ni kubeba kama mtoto kwenda kwa barabara. Na kumweka mtu akipita ampatie chakula, kula shibe, basi. Hana shida na mtu. Lakini simba, wewe ukipita kula atakukimbisha. Anataka hata kukumaliza wewe. Haleluya. Tuko na watu kama hao hata hapa kanisani. Haleluya. Akiona unainuka ataongea mambo yenye hakuna. Hatatanganya watu ila wafunje moyo kukuhusu. Bwana asifiwe. Ili wewe uonekane vitu zenye unafanya si halali. Na yeye yenye anaongea ndio ukweli, ni kumbe ni simba, anataka angurume na hiyo maneno yake atokee watu, afunge wewe imani yako, uanze kujidharau, kumbe wewe ni mtu mzuri. Kwa hivyo tuwe na imani. Endelea. Ambao zamani sisi zote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu. Bwana asifiwe. Kabla tujaokoka tulienda katika njia tofauti. Tulienda na tamaa ya usharati, tulienda na tamaa ya ulevi, tulienda na tamaa ya kwenda kwa waganga, tulienda hata wengine tukafunga mairizi, tulienda kwa vitu tofauti. Haleluya. Lakini wakati Yesu amekuita na ukakombolewa, wachana na hizo vitu, endelea kushika neno la Bwana. Endelea. Tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, ukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama hao wengine. Wanasema kwamba wewe unaweza jikuta wewe ni mzee wa miaka 50, miaka 60, mama, lakini bado una tamaa. Wewe sasa ni mtu wa aina gani? Bwana asifiwe sana.
mwaka wa jana, tubu, ambia Mungu niondolee tamaa. Niondolee tamaa ya aina hii, niondolee tamaa ya tabia hii, niondolee tabia kufanya vitu kama hizi. Hapo ndio utakuwa uko sawa, kwa sababu anasema ukiokoka watu wakutambue. Si ajabu unaweza kuta kule sokoni upate mtu anajiita pastor na anagombana kule, hata anapigana, lakini akifika hapa ameokoka. Hiyo sio wokovu. Bwana asifiwe. Wacha tuendelee tuone. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Mungu ametupenda, akatusamea makosa yetu na akatufanya kuwa vile tuko. Kwa hiyo tufurahie wokovu, tushike neno la Mungu na tuwe watu wa shukrani. Maana tukiwa watu wa kuomba na kushukuru ndio Mungu anapenda. Mungu anapenda sana shukrani. Mungu anapenda mtu ambao ukiomba hata kama hujafaulu, ukimaliza sema asante Yesu. Hata kama hujapona wewe ni mgonjwa, sema asante Yesu, kwa sababu tayari amesikia na atakushughulikia. Lakini tusio watu wa kulasimisha Mungu. Mimi saa hii nimechukoka mkuu, nataka tu hiyo saa hii. Hii mkuu Mungu amesikia na ataipona kwa nafasi yake. Mimi ni kusema tu asante, kwa sababu najua amenisikia kama mtoto wake. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anatenda, na anatenda kwa muda, anatenda kwa wakati. Mungu atendi vile tunataka kumfuruka, anatenda kwa wakati. Hata naweza kuwa naomba Mungu anisaidie, nimejaa na roho ya fitina, sitabarikiwa mpaka wakati nitatubu roho ya fitina itoke kwangu, ndio Mungu atashukisha kile kibali cha kujibu maombi yako. Naweza ambia Mungu nataka nipee kazi, ama nipee promotion, na sitowangi fungo la 10 kamili, sitoke hata shukrani kanisani, hakuna promotion nitapata mpaka wakati nitatimiza maagizo ya Mungu, ndio wakati Mungu atanipea promotion. Haleluya. Hata pengine wewe unaona unaweza kuwa na mawazo tofauti kuhusu level, lakini pengine kuna kitu alikumbuka na akatubu. Wakati alikumbuka akatubu, Mungu akaona alikuwa anamchelewesha kumpatia jina level. Wewe unaweza kuwa unachelewesha Mungu kukufanyia kitu kwa maisha yako, kwa sababu haufuati vile maandiko inakwambia. Ukifanya tu na sahi, mambo yako itasonga na itabadilika. Hata wewe utakuwa unasema yaani kwa hii miaka yote mbona Mungu hakuwa ananiona? Ni kwa sababu ulikuwa umekatalia dhambi tu kidogo, umekataa kutubu. Na hiyo dhambi itakuwa kisuizi ya kuzuia Mungu kukufikia ili aweze kukukuza na kubadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua hata sana alikuwa analia tu kanisani, machozi nduru, lakini wakati alitaja akasema, Mungu nataka unitendee hivi na mimi nitatenda hivi. Mungu akasema kama ni hivyo hata nimfanyie, na akamtendea. Hata wewe ongea mambo yako kama mtu, ambia Mungu nilitenda hii na hii, unisamehe. Nilikuwa msharati, nisamehe. Mimi ni mlevi, hata kuna watu hapa ni walevi. Ambia Mungu mambo yote ambayo unajua unapitia, na baraka zako zitaletwa leo, utasipokea na maisha yako itabadilika. Tuendelee. Alituisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Sisi hatukuokolewa kwa sababu tuko na mamilioni ya pesa, kwa sababu tuko na madigrii, kwa sababu tuliokolewa kwa neema. Na hiyo neema ndio tunafaa kunyenyekea. Kwa hiyo tuendelee kunyenyekea. Ukiona mtumishi ako na kiburi na matamshi mabaya, huyo Mungu alimwacha. Ukiona mshirika anapenda tu kusengenya wenzake, huyo Mungu alimwacha. Bwana asifiwe sana. Sasa amebaki kumwili kazi yake ni kuharibu. Roho Mtakatifu kazi yake ni kunyenyekea. Sasa wale watu wananyenyekea, watu wameokoka. Wale wana majivuno waliwacha wokovu kitambo, wamebaki tu na majina. Na kila mtu anaweza baki tu na jina, mimi ni mshiriki. Anaweza baki na jina, mimi ni mtumishi, lakini ameshafanya uasi. Haleluya. Ameasi neno la Mungu na akaenda kinyume na neno la Bwana. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka adhihirishe wema wake kwa wingi katika maisha yetu. Lakini anapotuzama
kuna kakitu. Haleluya. Amen. Naona rudhitu hata kwa watumishi hata kwa washirika. Kuna rudhitu. Wewe danganya mimi kuna rudhitu. Bwana asifiwe sana. Na huko rudhitu tusiporuto hii kabisa itaendelea. Itakuwa tu inazunguka pa sababu kuna rudhitu. Na huko rudhitu ndio tunafunga hapa. Haleluya. Amen. Muda kikuja na maono anasema tufanye hivi, huko rudhitu runainuka. Tunaanza unajua hiyo maono inafanya nini? Tuwezi songa. Na kanisa lazima ikuwe na maono ndio isonge. Na hiyo maono lazima iwe na watu wa kusapoti. Na wa kusapoti ni wewe. Haleluya. Amen. Wewe mshiriki ndio wa kusapoti maono ya kanisa. Wewe ndio wa kusapoti kanisa lako. Kanisa lako ni kama mama na baba. Unaweza dharau mama? Hapana. Unaweza dharau baba yako? Hapana. Hata wewe kiwete, huyo ndio baba. Na uwezi pata baba mwingine. Hata ufanye nini, huyo ndio baba. Na wewe ni faith believers church. Hata ufanye nini, wewe ni faith believers church. Hata watu wanakujua. Unafikiri wakujua. Anasema tu wewe si unahili kwa ule mama wa TV. Si unahili kwa ule mama wa TV wa pele. Ama wako miami. Siku hizi hakuna watu wananiita faith, wananiita mama pele. Bwana asifiwe sana. Sasa wewe unafikiri wakujui, unaenda huko town kuchafua jina la kanisa, unaenda huko msituni kujificha. Angalia mwenzako mwambie badilika katika jina la Yesu. Ongea kwa sauti. Basi ndio mimi nafundisha tu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Si nyinyi mliamria Mungu kuwaokoa. Ni kipawa alipoona umenyenyekea na akakuokoa. Kwa hivyo pia hautamwamrisha kukubariki. Anaweza kukubariki kulingana na imani yako na vile umejiweka. Endelea. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Usije ukajisifu ya kwamba wewe umebarikiwa kwa sababu ya matendo yako. Ile kitu ambacho kimefanya ukabarikiwa ni neema ya Mungu, akakukomboa akakuleta katika nyumba yake. Na ulipofika kwa nyumba yake ukawacha dhambi na ukanyenyekea na kuheshimu neno la Bwana. Hiyo imefanya sasa uko sawa. Haleluya. Kwa pepo nimekwambia kanisa ni msituni. Pepo ako kwa youth. Pepo ako kwa wamama, hata sasa wamama wana mwelekeo, wana mkutano yao. Pepo liko kwa watumishi, pepo liko kila kona. Sasa wewe ukikaa kwa kona, jua kwamba hii sehemu yangu ya watumishi. Nikitaka kuokoka nitubu hii. Nikae kama mimi na Mungu wangu. Nikikaa kwa washiriki, mimi nimeshiriki mimi na Mungu wangu. Nikikaa kwa youth, Mungu alinileta hapa na sababu. Nitakaa kama mimi youth na Mungu wangu. Haleluya. Kwa Mungu hakuna ukabila. Kwa Mungu hakuna cheo. Hata mimi nikifika huko nitakaa na nyinyi. Bwana asifiwe sana. Mimi nikifika mbinguni unafikiria nitakaa huko mbele. Nitakaa kule kwanza wanikakue. Matendo yangu kama ni mazuri ndio Mungu ataniweka penye ninafaa. Kama ni mbaya nitaenda na wewe tumshiriki kwa moto. Kwa hivyo sina haja ya kupembeleza mshiriki, tuende na yeye kwa moto, nikutubu na kubadilika ili Mungu aweze kututumikia na aweze kufungua maisha yetu. Lakini kama tubembelezana hapa mbele, tunatanganyana na tusije tukapotezana. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu, tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende naye. Tutende matendo mema. Unasikia hilo neno? Tutende matendo mema. Maana hiyo mema ndio Mungu alituitia hapa. Hiyo ndio Mungu alitufanya kuwa watumishi. Hiyo ndio Mungu alitufanya kuwa washirika. Matendo mema. Bwana asifiwe sana. Hiyo matendo mema mbona imekuwa kikwazo kwako? Ukiambiwa fungu la 10 unanung'unika. Umebaka milioni kwanza shilingi hivi kanisa inafaa iombewe. Faith believers inafaa nini? Iombewe. Bwana asifiwe. Sisi hata tengeneza bisherehe upya tuiweke wakfu upya. Sababu kuna pepa hapa, mtu akipata pesa kidogo atatoa fungu la 10. Akipata mingi atoi. Ile pepa liko hapa. Ama liko? Liko. Ninaona mtu akipata shilingi 100 atatoa. Akipata milioni mingi
anarutu kwa page. Anaona ni timo nilo kaka kunidulile geroreni. Dingasige kanisa iwezi songa bila matoleo. Kanisa iwezi songa bila pesa. Kanisa iwezi endelea. Haleluya. Bwana asifiwe. Jumapili nilienda kwa mkutano ya kuombea archbishop. Yaani mtu atoke kwa ubishop aende kuwa arch kule Butere. Bwana asifiwe. Hiyo ni pesa natumia. Mpaka lazima nipande gari ndio nifanye nini? Sasa wewe umekaa kwa kanisa unaliamba tu sina na shetani anaendelea kufunga milango. Huyu alikuwa anatarajia kwa hiyo biashara anafunga. Alikuwa anatarajia atauza ng'ombe, hiyo ng'ombe hata inakufa. Alikuwa anatarajia sikini, hiyo vitu zote zinafanya nini? Kwa sababu wewe uliweka Mungu kando kwa vitu sawa na ukajiwekea ni sawa. Basi Mungu pia atakuwekea nini? Chukulika tu utakuwa tu mzima endelea. Lakini hizo vitu hautafaulu. Ndio unaonanga Mungu akiuza nyanya ama machungwa, atangangana na hiyo machungwa aleta hapa kwa madhabahu. Na kama anauza TV, anauza maredio, video 20,000 kwenda juu. Umeonaga kileta? Umeonaga wewe utamebeba TV analeta kanisani Mungu sababu anauza? Haleluya. Kuna watu wanafanya kwa makampuni ya kuuza magari wako tu hapa. Umeonaga mtu akileta hapa gari? Lakini kama anauza nyanya na vitunguu atafanya nini? Yaani kanisa hilo ni okuka. Ambia mwenzako roho na. Bwana asifiwe. Hata mtu hapa akiuza shamba. Mambo yananene hiyo mtazija. Bwana asifiwe sana. Akiuza shamba huwa analeta fungo la. Kwa nini analeta chuchu? Alafu na evangelele leo. Mtumiki ukuja uniombe ni kisana atia. Enyu. Hawa watu na nyinyi mnaenda wapi? Bwana asifiwe. Amen. Wewe wacha mtu ambia mtu ukweli imweke huru. Na hiyo huru maisha yake ifanye nini? Ifunguliwe. Wacha kujifika hapa. Bwana asifiwe. Amen. Najua na kujogora lakini sikujogora. Sawa. Kuna watu wanasema asiatoka hapa. Haya. Na 9 mpaka 22 natuachia. Tasoma mstari wa 19. Basi tangu sasa nyinyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Nyinyi wangapi wanapita? Inua mkono kama ulikujako tu kwa faith believers unapita. Inua. Wenyeji ni wakina nani? Kama wewe ni mwenyeji inua. Amen. Haleluya. Amen. Anasema Bwana tusikae kama wale wanapita tu. Yes. Waje tukae kama wenyeji. Kanisa ni letu, bishop ni wetu, watumishi ni wetu, reverend ni wetu. Na sisi watumishi wana washirika ni wetu, watumishi ni wetu. Amina. Bwana asifiwe. Yaani tusiwe wapitaji. Tuwe wenyeji. Mtu mwenye anapita. Haleluya. Mtu mwenye anapita hapa anajua mambo yake hapa. Lakini mwenye anaishi hapa anajua baba. Kama mtumishi kama Dorcas anaibada akimaliza anaanza vitina na mtu. Yeye anaibada vizuri lakini akimaliza vitina. Bwana asifiwe sana. Kama mwingine hapa anatabia huyo anafanya tu vizuri lakini akitoka nje ule unaona? Sasa kama wewe ni mwenyeji umejua kila kitu, nini itakushtua? Nini itakushtua urudi nyuma? Nini itakushtua utanganya? Nini itakushtua ufurukwe? Haleluya! Watu wengine wanasema kuna wengine bado wamefurukwa. Wamefurukwa wanakaa hivi. Haleluya! Usikae hivyo. Chukua imani, Mungu anakupenda. Soma mpaka 22. Umejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Yaani nyinyi angalia huku waje angalia hivi. Angalia huku kila mtu. Umejengwa kwa msingi ya mitume. Mitume ni wakina nani? Wewe. Haleluya. Umejengwa kwa msingi ya mitume. Ndio kwa sababu watu wenye akili hapa akiwa na shida, kitu ya kwanza anatafuta nini? Anatafuta jina ya nani?
Anasema alo askofu. Mimi si mama yako nilikataza, mimi ni bishop wako. Anasema alo askofu. Niko na shida fulani, nimekwama mahali. Weka maombi. Mimi hata kwa barabara huwa nasimama kando na baya nini? Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini mtu mpumbavu, mtu ambaye ni mpigaji, yeye ana msimamo, yeye ana msingi, atapigia watu kando wampoteze, ashindwe, akija shindwa ndiye atafute simu ya nani? Hadi yale ameharibu ameshindwa. Hebu jipigie makofi kwa tabia hiyo. Pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukaa hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Bwana asifiwe sana. Sisi wote tumejengwa. Na tulipojengwa juu ya mitume, waja hawa mitume watuelekeze. Tusiwadharau. Waja mitume tuliyojengwa kwao watuelekeze. Tusije tukawadharau. Bwana asifiwe. Na sisi mitume tukae vyani. Iwe saa 8 ya usiku, iwe saa ngapi, usifunge simu yako. Utumie watu wa Mungu, maana Mungu alikupea hao watu. Hapana funga simu. Kuna watu wengine waliniambia kwamba wanafunga simu Jumapili wakitoka kanisani. Mpaka Jumanne apumzike. Kazi ya Mungu haina kupumzika. Simu yako weka on. Haleluya. Washiriki mkuu tayari, kama kuna shida piga simu. Waje kupiga kando upoteze. Tutakuombea. Na ukiwa na imani Mungu atakusaidia. Na atakusimamisha. Wengi wangekuwa wamekufa lakini kwa maombi bado wako hai. Kwa imani bado wanakujua. Kila mtu tunajijua mahali Mungu alikutoa. Sasa utatishwa kweli. Ambia mwenzako sitatishwa. Nini sipayukapayukana? Tena akimdaa siri yake hautasikia kwa mtu mwingine. Na wewe wakikwambia siri ya mtu, nikwambia unajua msingi fulani amenipigia. Bwana asifiwe. Hata kama wewe ni mshirika, mwenzako amekwambia mambo yake, amekwambia umsaidie kumuombea, sio kumtangaza. Na kuna wengine akikopa wewe kwako teni, badala aseme ndiye amekopa, atasema wewe ndio umekopa. Hiyo isikusutue. Tusimame. Omba kwa ajili ya neno la asubuhi. Baba, na asante kwa ajili ya neno lako. Waliosikia kila mmoja uwabariki. Watendee makuu, wachengwe katika msingi imara. Wasije wakatikisika. Hata wanapoona majaribu, utawapatia nguvu ya kushinda. Wanapoona vitisho, hawatafadhaika. Wanapopungukiwa, hawataanguka. Walipokojeka, hawatakufa. Utawaponya, utawabariki. Asante kwa ajili ya neno lako. Kwa Yesu kwa sababu tumeomba na kuamini. Tusimame tutoe shukrani.